From Morocco to the world we sing higher. This is our dream, our solar empire. Tunapoyatupia jicho mashindano ya kandanda ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON ya mwaka 2025 yanayofanyika huko nchini Morocco, kuna mambo mengi mazuri yamejitokeza na ya kuvutia. Lakini hili la mpenzi wa kabumbu Michael Kuka Mbolandinga kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye ni mpenzi wa soka ambaye amejipatia sifa kubwa ya utambulisho katika mashindano ya kombe la Afrika AFCON nchini Morocco mwaka 2025. Amejizolea maarufu kwa kusimama wima juu ya jukwaa dogo huku akinyosha mkono wake wa kuume juu wakati wa mechi, huku akiwa amevalia suti yake ya rangi ya bendera ya Kongo na miwani, akimwenzi mwanamapinduzi shujaa wa Kongo, waziri mkuu wa kwanza Patrice Lumumba. Haitashangaza katika AFCON ijayo kwamba tutayaona mengi, maana wapo wanaojiandaa waje kustajabisha ulimwengu. Tukio lake hili linaunganisha historia ya utambulisho wa nchi yake, akitumia uwanja wa michezo kama jukwaa la kuonyesha historia yao ya nchi ya Kongo. Mbolandinga anajitambulisha kama msanii ambaye amekuwa akiunga mkono timu ya taifa kwa mtindo huo tangu mwaka 2013. Lakini umaarufu wake zaidi ameupata mwaka huu wa 2025 katika mashindano haya na kushaguliwa kuwa mshangiliaji wa mashindano hayo katika kundi la mtoano. Wakati timu ya taifa ilipotupwa nje ya mashindano hayo, Mbolandinga alionekana katika picha nyingi akitokwa na machozi huku akiwa amesimama, tukio ambalo vyombo vingi vya mtandaoni vimeripoti. Swali linalouliza hapa ni kwa nini alimwigiza Patrice Lumumba? Kwa faida ya msikilizaji wetu, hebu tuangalie barua ya mwisho ya Patrice Lumumba akiwa gerezani kwa mkewe Emere. Aliandika hivi: mpendo wangu Pauline na mwenzi wangu, ninakuandikia maneno haya, sijui kama yatakufikia. Wakati itakapokufikia, sijui kama nitakuwa hai wakati utakapokuwa unasoma. Juu ya mapambano yangu ya uhuru wa nchi yangu, sijapata kuwa na mashaka juu ya ushindi na sababu ya ndani ambayo mimi na wenzangu tumetolea maisha yetu. Lakini kitu ambacho tumekitaka kwa nchi yetu ni maisha yenye heshima, utu, uhuru usio na vikwazo. Hatukupendwa na mabeberu wa Kibelgiji na waungwaji wa magharibi. Tumegundua uungwaji mkono kutoka maofisa wa Umoja wa Mataifa, umoja ambao tuliuamini tulipoomba msaada. Wamewagilibu wananchi wetu na kuwapa rushwa, wamesaidia kuukwepa ukweli na kuufanya uhuru wetu usio na heshima. Nisemeje sasa? Nikiwa hai au jela kwa amri ya mabeberu, si kitu ninachokijali sana. Ni Kongo, ni watu wetu maskini ambao uhuru wao umo katika zizi ambapo ulimwengu unatazama, wakati mwingine kwa furaha na tabasamu, lakini imani yangu haitatetereka. Ninajua na kujisikia ndani ya moyo wangu, muda si mrefu watu wangu watajikwamua kutoka maadui wao ndani na nje. Watasimama kwa ushujaa na kusema hakuna kudharauliwa tena na aibu kwa wakoloni, na kupata utu katika mwanga mwanana. Hatupo peke yetu. Afrika, Asia na watu wote walio huru kutoka pembe zote za dunia daima watajikuta bega kwa bega na mamilioni ya Wakongo ambao hawatayaasi mapambano yetu mpaka siku ambayo hapata kuwa na wakoloni au mamluki katika nchi yetu. Kwa watoto wangu ninawaacha ambao sitawaona tena. Ninataka waambiwe ni kwa ajili yao uhuru wetu na utaifa wetu. Bila utu hakuna uhuru, bila haki hakuna utu, na bila uhuru hakuna watu huru. Si mateso au dhuluma, unyanyasaji yatakayonifanya niombe huruma. Ninapenda kufa bila kukata tamaa. Imani yangu ikiwa haikutikiswa, nikiwa na imani na nchi yangu, na sio kuishi katika dharau ambayo haina msingi maalum. Historia siku moja itazungumzwa, lakini
haitakuwa historia inayofundishwa Brussels, Paris, Washington au Umoja wa Mataifa, bali historia inayofundishwa katika nchi huru. Afrika itaandika historia yake mwenyewe, kaskazini na kusini mwa Sahara. Itakuwa historia yenye ushujaa na historia yenye utu. Usinililie mimi, mke wangu mpendwa. Ninajua kuwa nchi yangu ambayo inateseka sana itajua jinsi ya kuulinda uhuru wake. Idumu nchi ya Kongo, idumu Afrika. Ni mimi Patrice Lumumba. Huenda ikawa Michael Kakumpola Ndinga aliyakumbuka maneno haya na ameamua kuenzi, kuelezea ulimwengu ni nini yaliyojiri wakati ule huko katika nchi ya Kongo. Basi tusibaki katika kusikitika zaidi na tujiburudishe kwa muziki ambao unapigwa na wananchi wenyewe wa Kongo kutoka kundi la Zaiko Langa Langa Kolomboka. Kukuletea haya yote mimi mtayarishaji wako wa makala hii Edwin Mpokasi. Nikutakie tu uzidi kutufuatilia. Jacques Ponda, Bob Amiso.